Hadi hapo tuko sawa. Kichompa nafasi ya kukaa na watu wa namna hiyo, wazee wa sheria nini? Kibali. Umeelewa vizuri sasa? Lakini haikuishia miaka 12. Hata wakati anakuwa kuanzia 12 ambapo tumesikia hii kukaa na wazee hadi anafika 30, maandiko yanatuambia alikuwa akikuwa katika hekima, katika kimo na akiwapendeza watu. Tena sio watu wote. Watu wote. Watu wote. Yaani maana yake hata wale ambao wapendwa wazazi wako walikuwa wanapenda yeye. Wale wanaosema uko watu salimiani walikuwa wanamsalimia yeye. Watu wote. Kwa ndo nataka uelewe kabisa, haikuwa kawaida. Ilikuwa ni nguvu ya kiungu iliyomfanya Yesu kuoperate kwenye hiyo dimension. Hadi hapo tuko sawa? Kuna kitu kama hicho jamani rohoni. Msikatae. Tunamzungumzia Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu ndio kirahisi. Moja kati ya migao iliyoko rohoni kwa Mungu ambaye ni roho ni hiyo level ya kuweza kukanyaga mahali ambapo watu wa umri wako wakanyagi. Kuingia ikulu bila sababu nyingine ya msingi tu. Kakuta tumefanya kitu labda ka biashara kadogo tu, ukaojiwa kwenye TV Africa akasema aje ikulu nimuone. Yaani tu kwa sababu uliojiwa tu na TV. Akasema niliona jana kwenye mtandao mtu mmoja anaojiwa haje tu ikulu nataka nimuone. Hakuna sababu ya msingi, yaani uchojiwa cha kawaida. Kuna jamaa mmoja aliahidiwa kazi mwaka juzi wakati watu wanajadili kuhusu madini. Kuna kikao alifanya rais na wachimbaji si wadogo wale. Sinakumbuka. Kuna jamaa mmoja alijielezea, akaelezea namna dhahabu inavyotoroshwa na nini akaeleza kwa kina. Mchimbaji mdogo, rais akasema wewe itabidi ubaki tu, wewe utatusaidia. Hiyo ndio historia yake imeisha kutoka mchimbaji mdogo hadi mwajiriwa wa serikali. Hakuna aliyesema una cheti. Umeshera ngapi? Hakuna. Kuna mtu anaanza kusema lakini. Okay. Huo ni mfano wa kwanza hapa. Mfano wa pili ni Daudi. Walikuwa wapiga kinanda wengi wakati wa Daudi. Lakini kuna kitu kiliwasukuma watu wa ikulu kumtaja Daudi. Walikuwa wapiga vinanda wengi wakati wa Daudi. Na wasogeni mkono. Walikuwa wengi kabisa. Tena wengine walikuwa ikulu kabisa kwa sababu moja kati ya karakta ya nyumba za kifalme naziishi burudani. Watumbuizaji wapo hivyo, yani watumbuizaji wapiga vinanda wanamrudisha mfalme wako. Kwa maana yake credit ya kwanza anahitajika mpiga kinanda kumpigia mfalme, ilipaswa iwaangukie wale ambao wanawajua. Sura yake. Daudi naye sio kwamba alikuwa ni mwanamuziki anayejulikana. Yaani at least ingekuwa ni kwamba kuna dogo ni msanii huwa anapiga vinanda huko mtaani anaburudisha. Hiyo sio kazi yake ya kwanza. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ipi? Kuchunga kondoo. Hii ya kupiga ilikuwa nyongeza. Tena anapiga dogo porini akiwa peke yake anachunga au akiwa nyumbani mara moja wakati amepumzika. Anacheza hapo labda anapiga nini sasa. Dogo huko vizuri, endelea hivyo lakini usahau wale mbuzi. Yeah. Kwa hiyo haikuwa kitu ambacho anakifanya kama professional, haikuwa kitu ambacho anakifanya kama maisha yake halisi. Lakini bado ulipofika muda wa kufanyaje? Muda wa kutambulisha au wa kuita mtu ikulu ambaye anaweza kutatua shida ya Sauli. Jina lake lilitajwa ikulu. Akaja. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 hadi mstari wa mwisho kabisa wa hiyo sura. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. 13 ndio alitoa mafuta, 14 Mungu akatafuta tatizo ili Daudi asikae bila kazi. Tatizo likapatikana, Sauli akaingiwa na roho mbaya. Akawa anataka msaada. Sinafahamu. Msaada ulioko ni nani? Ni kinanda cha Bwana Daudi. Kinanda cha Bwana Daudi lazima kipigwe. Kwa Daudi akaitwa. Kilichompeleka ikulu mtu wa namna hiyo ambaye hata wewe kwa nani akaro unaona qualification yao unafikiri nini? Kibali. Alafu proof kama ni kibali kweli. Alipokwenda ikulu akapiga kinanda, maandiko yanasema mfalme akamng'ang'ania. Akatuma taarifa. Soma hiyo maandiko. Samueli wa kwanza 16 kuanzia mstari wa 3. Alipopiga kinanda pale, maandiko yanasema mfalme akashindwa kujizuia, akatuma taarifa nyumbani kwa babake, akamwambia huyu mwacheni au wa huko. Mwache tu akae hapa moja kwa moja. Kama ni elimu atasomea huku, kama ni maendeleo utafanya, kama ni maisha kuanzia leo ni moja kati ya watoto wangu.
Sio umepata kitu? Umeelewa hili hapo? Haikuwa kawaida. Ndio kitu tulichokiita kibali cha kiungu. Na ilianza kuoperate hivyo kwa sababu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana nimefurahi basi alikuwa anafundisha huko asubuhi kuhusu kunena kwa lugha, ndio, lakini kunena kwa lugha inatokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa halisi kwenye maisha yako, vitu kama kibali ni matokeo pia. Sawa? Huo ni mfano mmoja. Lakini pia Sauli na askari wake waliua maelfu ya askari. Huo ni mfano mwingine wa kibali. Sauli na askari wake waliua maelfu ya askari. Sawa? Baada ya yeye kumua Goliath. Lakini hata kabla hata hiyo vita ambayo iliwashinda, yeye akamua Goliath. Hata kabla. Sauli na askari wake waliua maelfu ya nini? Ya askari. Daudi alimua Goliath tu kwa mjibu wa maandiko. Hajasema kama baada ya kumua Goliath akaendelea kupigana akawa na wengine. Wanasema maandiko yanasema alimpiga Goliath na akaja akachukua upanga wa Goliath huo akakatia kichwa, akashika kichwa. Wengine walipoona bosi kapigwa, wakaanza kukimbia, wakakimbizwa na askari wenzao wa Israeli, wakimbiza askari wa Filisti. Kwa hiyo hao hawakuoa na Daudi. Sio hapo itiana. Kwa hiyo yeye aliua mtu mmoja, lakini kibali kilipeleka taarifa tofauti. Waliosikia taarifa kuhusu iliyotokea vitani hawakusema Daudi amemua Goliath, lakini Sauli na wenzake wameua maelfu ya askari. Kibali kilisema tofauti. Kilisema hivi, Sauli ameua 1000 na Daudi ameua 10,000. Sio umesikia nilosema? Kibali kinatoa taarifa tofauti na ulichokifanya. Yaani unapanda punje moja unavuna mwindi mzima. Ndio kibali. Kibali kina hiyo tabia. Kwa mfano mimi na record video moja inaweza kukuta inanipeleka ambako sikutarajia kama nafika. Watu wanaigombania Rwanda, Burundi, Kenya, watu baada ya kuangalia tu tusichoka nataka nitafute Tanzania. Mimi nilikuwa nakuhubiria wewe mmoja hapa mshirika wangu kwa uaminifu. Natamani maisha yako yabadilike, alafu nashangaa mimi ndo nafanikiwa kuliko hata niliyemhubiria. Kwa hiyo unapaswa kuwa unafahamu kibali kina uwezo wa namna hiyo. Daudi aliua Goliath tu, lakini matokeo yalipotangazwa na wale waimbaji, Daudi ameua, Sauli ameua 1000, Daudi ameua 10,000 zake. Sauli akasema, "Hebu subiri chorus irudiwe tena." Ni kweli wameimba vizuri, subiri chorus ikarudiwa. Sauli ameua 1000, Daudi ameua. Akasema hapa hali inavyokwenda kinachofuata watampa ufalme. Sio msemo sasa. Yeah. Kwa hiyo nataka ujue kwamba kibali kina uwezo wa kutangaza tofauti hata na ulichonacho. Kabisa kibali kina huo uwezo. Unauza nyanya chache, alafu kashangaa mtaa mzima tumigwa yote isipokuwa ile mama. Au wewe kilichotokea. Yaani sisi huwa tufanye biashara na mtu mwingine, sisi mtu wetu wa Uislamu. Alafu kiangalia hata wewe mwenyewe unajua kabisa huwa anafanya chini ya kiwango au uwezo wangu bado kuna watu na waheshimu. Ndio kibali kinaweza kufanya namna hiyo. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 7. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 7. Hiyo habari ya hiyo nyimbo iliyotungwa, ikaimbwa. Tofauti na uhalisia. Kama mtu mmoja. Lakini matokeo kibali kinatangaza ameua 10,000. Naomba nisikie, unahitaji kibali kwa sababu kibali ndio kinajua kutangaza kwa usahihi kuliko redio yote na TV yote. Redio na TV zitatangaza kilichoko. Kibali kitatangaza ambacho Mungu anajua. Kuna namna Mungu anakuona na kuna namna unavyoweza. Naomba nisikie vizuri tena. Kuna namna Mungu anakuona, inawezekana ndani yako Mungu anaona wewe ni taarifa. Ila uhalisia unakuonyesha kama mwanadamu mchapakazi. Ni vitu viwili tofauti. Mungu anavyoona mambo na watu wanavyoona mambo au uhalisia ulivyo ni vitu viwili tofauti. Maandiko yanasema namna hii ya kwamba wakati Rebeka akiwa mjamzito, sawa, Rebeka akiwa mjamzito alikuwa na mimba ya mapacha wawili, Yakobo na Esau. Sawa. Wakati ile mimba ikawa inamsumbua sana, akamuuliza Bwana, "Ni nini? Sasa kama watoto nilikuwa tasa, nimeombewa na mume wangu Isaka imeshika nini? Sasa kama mimba nani mateso namna hii nini sasa hivi?" Akamuuliza Bwana, "Ni kitu gani hiki?" Mungu akamwambia, "Ndani yako kuna mataifa." Ila mbele za watu waliona